Chama cha upinzani nchini Tanzania Chadema kimetoa taarifa inayodai kwamba mwenyekiti wake Tundu Lissu ambaye amekuwa akizuiliwa katika gereza la Keko jijini Dar es Salaam amehamishwa na hadi kufikia sasa hajulikani alipo. Kwa mujibu wa chama hicho, kiongozi huyo aliondolewa katika gereza hilo kwa msafara wa magari, na kabla ya hapo mawakili na familia yake hawakukubaliwa kumuona. Sasa tuungane na mwandishi mwandamizi wa BBC Swahili Florian Kaijage kwa maelezo zaidi. Anajiunga nasi mubashara kutoka studio zetu Dar es Salaam. Kaijage, tunafahamu nini mpaka sasa kuhusu alipo Tundu Lissu? Tunachokifahamu hadi hivi sasa, Roni, ni kwamba chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ambacho mwenyekiti wake anashikiliwa akiwa anakabiliwa na kesi ya uhaini aliyosomewa siku chache zilizopita katika mahakama ya hakimu mkazi Kisoto jijini Dar es Salaam, ni kwamba hawafahamu alipo, na kwamba wanasheria pamoja na kiongozi mmoja ambaye naibu katibu mkuu wa upande wa Zanzibar walikwenda katika gereza la Keko jijini Dar es Salaam, ambayo ni moja ya magereza mahsusi kwa ajili ya kuweka watu rumande wanaosubiri kesi zao kusikilizwa. Lakini waliambiwa kwamba mtu huyo au kiongozi huyo wa Chadema, mwenyekiti, hakuwepo hapo gerezani na hawakuelezwa kwamba amepelekwa eneo gani. Na kumekuwepo na taarifa ambazo zimekuwa zinasambaa katika mitandao ya kijamii zikisema kwamba, ama zikidai kwamba alionekana akiwa amechukuliwa kutoka gereza hilo akiwa katika gari ambalo lilikuwa na msafara wa magari mengine, magari ya serikali. Kwa hiyo chama cha demokrasia na maendeleo kilichosema uongozi wake kupitia kwa mkurugenzi wa mawasiliano Brenda anasema kwamba hawa watu wa serikali wanapaswa kusema kile ambacho kiongozi huyu yuko hasa eneo gani. Hata kama amehamishwa mathalan ni gereza ambayo iliwahi kutokea kwa viongozi wengine, basi waseme kwamba yuko wapi na utaratibu upi ambao umefuatwa. Kaijage, je, serikali imetoa kauli yoyote kuhusu madai haya ya kuhamishwa kwa Lissu na sababu zake? Hakuna taarifa yoyote iliyotolewa na serikali, na hata BBC ilipojaribu na imefanya jitihada za kumtafuta msemaji wa jeshi la magereza, hakuchukua ama hakupokea simu yake. Na baada ya hapo BBC imejaribu ama imefanya mawasiliano na msemaji wa serikali ambaye pia ni katibu mkuu wa Wizara ya Habari na Utamaduni na Sanaa, ni Jackson Msigwa, ambaye amesema kwamba majibu yake ni kwamba Lissu yuko katika vyombo vya dola na kesi yake, na yeye hataki kuingilia. Akasema kwamba watu wa magereza ndio wanaweza kuzungumza. Kwa hiyo kusema ukweli, mpaka usiku hakuna taarifa yoyote, iwe ni magereza, iwe ni Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo ni wizara mama ya magereza, au mtu yote wa serikali ambaye ametoa maelezo yakini, ukiacha hiyo ambayo tumezungumza na Jason Msigwa. Shukran sana Florian Kaijage, mwandishi mwandamizi wa BBC Swahili, akitupa tathmini ya kina kuhusiana na taarifa yetu kuu, na mahojiano hayo yanahitimisha taarifa yetu kuu usiku huu. Sitaki tena, nimekuja, tumefanya mkutano wa amani. Hebu nisikilize basi. Nisikilize basi. Tumefanya mkutano wa amani hapa. Tumefanya mkutano wa amani. Tumemaliza kwa amani. Sasa mimi nafahamu michezo ya jeshi la polisi na ya CCM wanaowatuma. Mimi hapa naelewana. Sasa amesema nisiingie kwenye gari. Nisiingie kwenye gari. Amna. Si tunakatazwa kuingia kwenye gari? Atalala hapa. Shida iko wapi? Shida iko wapi? Talala hapa. Tusichezeane. Tusichezeane. Tusichezeane.
Tundu Antipas Lissu amekamatwa na jeshi la polisi hapa Mbinga Ruvuma, na hatujui alipo. Hatujui wamempeleka kituo gani au wamempeleka wapi. Sasa aina ya mabomu ambayo jeshi la polisi yametumia ni hii hapa. Sasa sijui kama hii ni bomu ya machozi au ni bomu ya aina gani, lakini pia risasi pia zimetumika kutawanya watu. Mapolisi wamepiga sana wananchi pamoja na wamama na watoto pamoja na viongozi na wanachama wa Chadema. Sasa naomba nimlete kwenu Mheshimiwa Ole Sosopi kwa taarifa zaidi. Ya kikweli kilichotokea ni kwamba baada ya mwenyekiti kumaliza mkutano, sisi kama viongozi waandamizi tulikuwepo, alikuja OCD kumweleza Lissu kwamba anahitajika polisi, kwa maana ofisi ya OCD Mbinga. Na baadaye Lissu akamwambia hapana, kwa sasa hivi nimechoka na nimemaliza mkutano, na tulikuwa tunaendeleza zoezi letu la tone kwa maana wananchi kuchangia operation endelea nchi nzima, kwa sababu ilikuwa ni utaratibu mikutano yote ambayo tulikuwa tukifanya. Na baada ya Lissu kumwambia kwamba niache nimalize hiki ninachokifanya, and then baada ya hapo kabidi sasa sisi wengine tumfuate yule OCD, akajaribu kutaka kutumia mabavu kumkamata. Tukamsihi sana kwamba hebu subiri tumalize jambo hili. Lissu ni mwenyekiti wa Chadema Taifa, hana mahali ambapo anaweza kukimbia wala kwenda, kwa sababu tuna uhakika na sisi tunaendelea na operation. Kama hata kwepo hapa Mbinga kesho, mnaweza kupata mahala popote pale, jambo ambalo pia si jambo la kweli kwamba tunaweza Lissu kuweza kuondoka na siweze kuripoti polisi kwa mujibu wa OCD. Kwa tumejaribu kumsihi sana kwa zaidi ya nusu saa tunazungumza naye, lakini wakawa wanalazimisha kwamba lazima waweze kumchukua, jambo ambalo limetupa masikitisho makubwa sana, kwa sababu kama hatuwezi kuaminiana kama viongozi, lakini sisi ambao tulikuwa pale tuliahidi kwamba baada ya kila ambacho tunakifanya tutampeleka Lissu polisi, jambo ambalo limetupa masikitiko makubwa. Na finally ilibidi tutumike nguvu kubwa sasa kupiga mabomu. Wananchi wameumia wengi, imeleta chaos ambayo haikuwa na sababu yoyote ya jeshi la polisi kutumia nguvu. Na kama ambavyo ameeleza Brenda, hatujui alikopelekwa mpaka sasa. Wako viongozi wetu kadhaa wameweza kukamatwa, na tukitoka hapa nafikiri tutaweza kuwapa briefing nyingine tena ni wapi ambako amepelekwa. Labda Mheshimiwa anaeleze kwa nafasi yake. Okay, ni commotion ambayo ni very necessary na inasisitiza zaidi msingi wa no reforms no election. Huu ni mwezi wa 4, kuna miezi 6 kwenda katika uchaguzi, na hakuna kampeni za uchaguzi, hakuna diwani ala mbunge wa rais anadiwa. Umeona nguvu iliyotumika leo baada ya mkutano, wakati zoezi letu la tone linaendelea. Mimi nilikuwa tayari ninaendelea kuchangisha fedha kwa wananchi, na wakati huo, wakati Mheshimiwa Lissu anatangaza naye nakuja na mimi kuchangisha, nafikiri yule ni OCD, kama sidhani, hatujui kama ni OCD ama si OCD kwa kweli, lakini tunasema ni OCD kwa sababu tunafahamu kwa mamlaka ya polisi ya wilaya yanasimamiwa na OCD, na ndio sababu hata kiongozi mwenzangu Sosopi anasema OCD. Sasa niliona Sosopi anaongea, Lissu alitangaza, anasema jamani wananchi nimefanya nini? Ninaambiwa nishuke niingie kwenye gari ya polisi. Akasema ngoja kwanza tuendelee na tone. Sasa Sosopi alifuata bwana ambaye tulifikiri OCD, akiwa pamoja na askari wengine ambao wanaonekana na rangi kubwa ukiangalia mabegani. Wakati wanaongea na Sosopi, mimi nilikuwa nachangisha fedha. Baadaye nilirudi mimi sasa kwa kile kikao cha Sosopi na hao mabwana au askari ambao tunafikiri mmoja pengine ama wawili kati ya wale kwa kundi ile kuna OCD, somebody kwa kipasila ama kipesila, si nimesoma. Akasema namtaka Lissu aingie na gari ya polisi. Mimi nikamwambia basi asiingie kwenye basi nikamwambia tutasaidia kwamba tufuatane, alafu tuondoke kwenye commotion hapa, kwa sababu watu wengi na kelele zimeanza kuwa nyingi. Tuondoke kwenye commotion hapa,
twendeni mpaka hotelini, alafu kama mnamchukua sisi tutamchukua Lissu, tutamleta kituo cha polisi, na nyie mnaweza mkawa pale pale mmesubiri pale pale hotelini. Lakini hapa kuna watoto, kuna watu wazima, ni sokoni pale, nafikiri ni sokoni. Mkitumia nguvu hii crowd hii mtashindwa kuimanage, kwa sababu tayari kuna enga. Akasema nakuja, alionekana kama kupiga simu. Aliposema kama kupiga simu, aliporudi akaniambia mwambie Mheshimiwa Lissu aingie kwenye gari ya polisi. Mimi nilifuata Lissu, nikaambia Lissu twende polisi tuwape faida unayotaka. Lissu akasema naenda, na mimi nakwenda polisi, ila hawezi kunikamata mimi hapa kwenye mkutano wake. Lissu sema nakwenda mimi polisi. Nikaambia ule usijili kwamba tunakuja polisi, twendeni polisi. Akasema mwenzake mmoja alionekana kama anakubaliana na wisdom yetu, wawili au watatu ambao walikuwa kwenye rank ya juu. Sasa wakasema ngoja tushauriane. Walipokwenda kushauriana, wakaja wakasema asipoingia kwenye gari ya polisi tunampiga pini. Mimi niliwajibu kama hiyo ni option, kama hiyo ni option, mimi nafikiri sina busara zaidi, lakini nachojua mtaleta promotion kubwa na itakuwa busara. Waliondoka, waliporudi mabomu yamepigwa mengi sana. Mabomu yamepigwa mengi sana, watu wameumia, watoto wamekanyagana, wamama wamekanyagana. Mabomu ya machozi yamepigwa mengi sana. Kwa hiyo wananchi wakawa wanajaribu kila wanaweza kumwokoa kiongozi, kila mtu aliweza kutawanyika kwa njia yake. Mabomu yalikuwa ni mengi na usingeweza kuhisi kama vile risasi moto zilikuwa zinatumika. Kwa baadaye viongozi tumekutana muda mchache uliopita, baada ya Lissu kukamatwa akaingizwa kwenye gari ya polisi na wakaondoka naye. Sasa tumekutana kwa meeting, kwa kikao kidogo, lakini tumesha communicate na makao makuu, tumecommunicate na katibu mkuu Dar es Salaam, na tayari mawakili kadhaa wapo. Fahamu taarifa Kibataa yuko Songea, anafuatilia kutokea Songea, na subiri tupe briefing sisi, lakini mawakili wengine wawili watafika hapa wakati wote kuanzia sasa kuanza kushughulikia jambo. Sisilo, jambo la msingi ni kwamba polisi imeanza mapema sana, na kama ni sisi mwenotuma hii manake ni hatari sana. Sasa kama ni kutukuja moyo, nafikiri imetuchochea kwamba msingi wetu no reforms no election ni jambo muhimu sana kuliko jambo lolote. Ni jambo ambalo linaweza likabeba gharama za maisha yetu, kwa sababu kungekuwa na mfumo mzuri wa uchaguzi, maana tungekuwa na viongozi wazuri wa kuchaguliwa, maana tungekuwa na utawala bora, na ukiwa na utawala bora mambo kama yale yatokelewa yasingeweza kutokea. Kwa hiyo tunapeleka taarifa ya awali kwamba Mheshimiwa Lissu amechukuliwa na polisi kwa nguvu, na amechukuliwa kwenye eneo la mkutano wakati tunachangisha pesa tone, na tulitumia kila akili na kila uwezo kuhakikisha kwamba ile jambo hata kama wana wito wa polisi, basi mtu ule uwe amicable, kwa sababu ni mwenyekiti wa chama taifa na hawezi kukimbia kwenda polisi. Mwenyekiti wa chama taifa haunaliambia polisi, acha mwenyekiti wa chama taifa, hata mwenyekiti wa kata wa Chadema akipokea wito wa polisi atakuja polisi. Lissu hawezi kukimbia polisi. Kesho tuna mkutano Songea, yeye ni mgeni rasmi. Akasema hapana, kwa aliamua kutumia nguvu kubwa sana. Msingi wake ni nini? Ni kutuma threat kila mahali, ni kutuma hofu kila mahali, na wananchi walio tu kwamba tukiinunua hiyo hofu ikawa sababu kubwa msingi ya kuamini, zeni tutajenga taifa baya sana. Kwa tumesema wananchi popote mnapotusikia, tuwape briefing ya awali. Tuna kikao tena sasa hivi kukutana, na tunaendelea kuwasiliana na makao makuu kule Dar es Salaam, na makamu mwenyekiti uzuri yuko Songea, na vile alipata briefing na yeye atakuwa safari wakati wote kuja hapa kuungana nasi, na kesho vile tunamkutana kule Songea ili tujue tunafanya. Hatujui mpaka sasa Lissu yuko wapi. Kuna wengine wanasema amepelekwa Songea, kuna wengine wanasema hapo kituo cha polisi Mbinga. Sasa hivi tunachofanya, tutaelekea kituo cha polisi Mbinga kwenda kuthibitisha, na baada ya hapo pengine tutafanya briefing nyingine kwa wakati unakuja. Asanteni sana, kuweni na moyo mkuu. Mungu awabariki sana.